kupinga ongezeko la bei ya mafuta yaliyoacha watu kadhaa wamefariki na wengine wakiuguza majeraha. Katika kaunti ya Kakamega, familia moja inadai haki baada ya mwanao Derrick Muchanja mwenye umri wa miaka 22, mwanafunzi wa mwaka wa pili wa uhandisi katika chuo cha ufundi cha Sigalagala, kufyatuliwa risasi na kuuawa wakati wa maandamano eneo la Maraba viungani mwa mji wa Kakamega. Kwingineko katika kaunti ya Nakuru, watu 10 walijeruhiwa wakati wa maandamano hayo. Walifikishwa katika hospitali ya Nakuru PGH, 7 kati yao wakilazwa hospitalini, wakiwemo 4 waliokuwa na majeraha ya risasi. Violent Auma anaripoti. Katika kijiji cha Shitao, eneo bunge la Lurambi, kaunti ya Kakamega, majonzi yametanda katika boma hili. Hapa ni nyumbani kwa Derrick Muchanja, mwanafunzi wa mwaka wa pili wa uhandisi katika chuo cha ufundi cha Sigalagala, ambaye maisha yake yalikatizwa ghafla wakati wa maandamano ya jana kupinga ongezeko la bei ya mafuta Kakamega. Derrick aliripotiwa kujipata katikati ya vurugu eneo la Maraba kabla ya kupigwa risasi kichwani na kufariki papo hapo. Bila waliwafukuza wakaenda Maraba. Hata alipika picha kama angali hai, hivyo ndo watu wananiambia iko kwa mtandao. Ndo wakampika risasi na akaanguka chini na akakufa. Ndugu yangu alipigwa risasi kwa kichwa. Niliconfirm, lakini kitu yenye mimi nashangaa, au maskari walikuwa wameshafanya operation, walishatoa risasi, wameshashona ndugu yangu without family consent. Familia yake inasema ilipata taarifa za kifo chake kwa mara ya kwanza kupitia mitandao ya kijamii. Wakiwa na mshtuko, walifika hospitali ya rufaa ya Kakamega, lakini wakaelekezwa katika chumba cha kuhifadhia maiti ambako walikuta mwili wake. Huyo kijana tunategemea huyo mama. Huyo mama anahangaika na watoto. Huyo mama ana mzee, ana ndugu yake, ako tu bila hako hivi. Sijui ataanzia wapi, atamalizia wapi. Hata sijui huyo mtoto atamsika wapi. Huyo mama anaomba tu. Huyo mama hata ana makao kamili. Sasa tunashangaa bila huyo mtoto wake huyu atasikwa wapi? Nataka ukweli upatikane, kwa sababu huyu kijana ni kijana mtulifu, ni kijana ambaye amesomea Kakamega High School. Hii ilikuwa second year yake ya Sigalagala. Ningetaka tu nipate ukweli. Wakazi waliofika kuifariji familia hiyo wamelaani mauaji hayo, wakitaka serikali kushughulikia bei ya mafuta, gharama ya juu ya maisha na kutafuta suluhu la kudumu kwa maandamano ambayo yanaendelea kugharimu maisha. Mama yake amehangaika. Na hali ya kibaridi inatarajiwa kuongezeka hapo kesho.